Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii poll inapeleka kwa Waislamu kwa wale ambao wanataka kusilimu au wale ambao wanasilimu. Ule Muislamu ambao wanasilimu alafu ako na jina ambayo ni jina ya Mtume, lakini iko kwa jina ya English, si lazima ubadilishe hiyo jina yako. Hiyo jina ndio unaweza change tu kwa Kiswahili, si lazima uchukue jina ingine. Kama example, namaanisha hivi. Kama example, kama unaitwa David na umesilimu, si lazima ukuje useme mi nataka niitwe Solomon, nataka niitwe jina ingine. Unasema tu ile jina yako ya David ikwe Daudi, simple like that. David ikwe tu Daudi, imebadilisha tu kwa Kiswahili. Kama unaitwa Joseph, si lazima kutoa hiyo jina yako Joseph uyute jina ingine. Sema tu unataka Yusuf, imeisha hivyo tu. Kama unaitwa Moses, si lazima ukuje ubadilisha hiyo jina ingine utake nataka Muhammad. Hiyo jina yako Moses, usema tu unaitwa Musa. Kama unaitwa John, si lazima ubadilishe hiyo jina, sema tu unataka uitwe Yaya. Sema tu unaitwa Yaya. Kuna jina zingine si lazima ubadilishe kwa Kiislamu. Jina ambalo unabadilisha ni jina ambalo haiko kwa Kiislamu, ni jina ya English. Kama Peter, hatuna Peter Kiislamu. Hizo unaweza badilisha uweke jina ya Kiislamu. Kama Matthew, hizo hatuna. Unanipata? Kuna jina zingine si ya kubadilisha. Jina nabadilisha ni ile nimekwambia, Peter, Matthew, Luke. Peter, Paul. Hizo ndio jina nabadilisha kabisa, hizi tumiki. Lakini jina kama Moses una change tu kwa Kiswahili. Jina kama Noah inabaka tu Noah. Nur. Jina kama Joseph inabaki Yusuf. Jina kama David inabaki Daudi. Jina kama Lut inabaki Lut. Jina kama Noah inabaki Noah. Jina kama Yesu, hiyo ndio mabasiko unaweka Isa. Unanipata? Jina ambao una change kama umesilimu, kama wewe ni mtu umesilimu. Kama leo mtu nimestuka sana. Kuna leo jamaa amesilimu, anaitwa David. Alafu akasema anataka aitwe Solomon. Solomon na David. Sasa umetoka kwa David unaita Solomon. Mtoto yake. Au baba yake. Si ule David tu ulibadilisha tu kwa Daudi. Ni hayo tu.